Mungu akubariki. Watumishi wa Mungu, wapakwa mafuta wa Bwana, Mungu awabariki kwa kazi yenu njema. Kadiri ya kipawa na karama Bwana alichokiachilia ndani yenu, Mungu azidi kuwakuza na kukiinua. Azidi kuwamiminia mafuta yake. Lakini pia Mungu akubariki wewe ambaye umeweza kufika mahali hapa na kuweza kushiriki ibada nzuri ya sifa. Kadiri ya vile ulivyojimimina kwa Bwana. Mungu wetu ni mwaminifu. Neno lake linasema kwamba yeye ni wa wote wenye mwili. Hivyo wewe mwenye mwili ambaye umejihudhurisha mbele zake, Mungu ni mwaminifu. Hajawahi kumwacha yeyote yule ambaye amemfanya yeye kuwa tumaini lake. Haleluya. Ni siku nyingine tena iliyopata kibali mbele za Bwana. Tunayo sababu ya kuliadhimisha jina lake. Tunayo sababu ya kulitukuza jina lake kwa vile ambavyo Bwana ameachilia kibali na neema juu ya maisha yetu. Ni upendeleo wa kipekee ambao Bwana ameuachilia kwetu. Hivyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Bwana ametupenda, akatupenda mno ajabu, akatupendelea. Akatupa kibali cha kuiona siku hii kwa upya. Tukiwa hivi tulivyo ni neema yake. Tuko jinsi tulivyo kwa sababu Bwana ametutunuku neema yake. Biblia ikasema, je, tutende dhambi kwa sababu neema ipo? La hasha. Tuzidi sana kumjua yeye. Tuzidi sana kumwishia yeye kwa sababu neema ipo, imeachiliwa kwa sisi kuendelea kumjua Kristo. Haleluya. Ninayo furaha kukuona wewe ambaye umeweza kufika mahali hapa. Kwa maana najua kwa pamoja Bwana ametupenda. Kwa pamoja Bwana anaendelea kutupa kusudi. Anaendelea kutupa jukumu. Hupewi siku kwa bahati mbaya. Hupewi zawadi ya siku kwa bahati mbaya, bali lipo kusudi la yeye kuachilia zawadi nzuri ya siku inayoitwa leo. Siku ambayo haijapata kuwapo katika maisha yetu. Hivyo ni sisi jukumu letu kumsihi Bwana atupe neema ya kujua ni nini kusudi la mwito wetu wa kupewa zawadi ya siku ya leo. Zawadi ambayo hujapata kuiona katika maisha yako na hutakaa uione. Kwa sababu leo inabaki kuwa leo. Jana imepita. Na kesho Biblia inasema sio ya kwako. Kwa sababu hujui atakaozaliwa na siku moja. Lakini kwa neema ya Bwana, kama jinsi Bwana alivyoiachilia zawadi nzuri ya siku ya leo, tunamwamini Mungu ya kwamba kwa neema yake ataendelea kutupa siku. Ataendelea kutupa maisha. Tukashibe uzee mwema katika kumtumikia yeye. Hupewi zawadi ya siku ili ufanye yaliyo kinyume na mapenzi yake. Bali unapewa zawadi ya siku ili ufike mahala uyasimulie matendo ya Bwana. Ametenda nini katika maisha yako? Najua lipo kusudi katikati yetu. Lipo kusudi kwa kila mmoja wetu. Haleluya. Amen. Jumapili iliyopita tulijifunza kwa habari ya kumtumainia Bwana. Na leo tutaendelea kidogo kwa habari ya kumtumainia Bwana. Haleluya. Ya kwamba tumaini ni nini? Tumaini ni tarajio. Ni tarajio ama ni matazamio ya kile ambacho hakipo, lakini unaamini ya kwamba kitakuja kuwapo. Na sio tu kuwapo, lakini kuwapo katika uzuri, ubora ama katika wema. Hakuna tumaini lililo baya, wala hakuna tumaini lililo ovu. Mimi ni mwanafunzi, natumaini ya kwamba siku moja nitafaulu, nitapata daraja zuri, nitapata kazi nzuri, hivyo tumaini lililo jema. Kijana, binti, uko mahali hapa, unatumaini, kuna unachokitumainia katika maisha yako ya mbeleni. Ya kwamba siku moja Mungu atakupa maisha yaliyo bora, mazuri. Hakuna mtu ambaye hapendi kuwa na ndoto zilizo njema. Ya kwamba siku moja kama binti nitakuwa na maisha yangu, nitakuwa na mume wangu, nitakuwa na watoto wangu, nitajenga nyumba yangu, nitakuwa na maisha yangu mazuri. Tumaini lililo jema katika ubora. Haleluya. Lakini kila mmoja anatumaini tofauti tofauti. Kila mmoja kwa namna yake anatumaini tofauti ama matumaini yaliyo tofauti kulingana na ndoto ama matazamio ambayo mtu anayo. Haleluya. Sisi ni wana wa Mungu.
tunalo tumaini lililo jema mbele za Bwana. Hata mimi ninamtumaini Bwana ya kwamba Mungu amenipa utumishi ulio mkubwa, ya kwamba siku moja nisimame nimtumikie katika kiwango cha hali ya juu zaidi. Hata wewe unao utumishi ambao Bwana ameweka ndani yako. Nitatumia zaidi mfano wa maisha. Katika matumaini ama katika kitu kinachoitwa tumaini, kinalenga zaidi maisha, yawe ya mwilini ama ya rohoni. Lakini tunalo tumaini lililo jema. Sisi tulio wana wa Mungu tunalo tumaini lililo jema. Haleluya. Tumaini letu ni kumwishia Kristo. Tumaini letu ni kumjua yeye, ni kumwishia. Hata tukisema tunamtumikia katika hali ya imani. Lazima tumaini liambatane na imani. Unakuwa na tumaini, lakini nyuma ya tumaini kuna imani. Haleluya. Naomba pastor unisomee Mithali sura ya 4 mstari wa 13 mpaka wa 24. Mithali sura ya 4 mstari wa 13. Amen. Tasoma Mithali sura ya 4 mstari wa 13. Mkamate sana elimu, usimwache aende zake. Mshike, maana yeye ni uzima wako. Usiingie katika njia ya uovu, wala usitembee katika njia ya wabaya. Amina. Tutakwenda taratibu. Rudi hapo mstari huo ulioanzia. Mkamate sana elimu, usimwache aende zake. Haleluya. Hapo Biblia inasema mkamate sana elimu, wala usimwache aende zake. Watu wa Mungu, katika kumtumainia Mungu lazima tukubali kushika elimu ya kimungu. Huwezi kumtumainia Mungu nje ya elimu yake. Mwanafunzi anatumaini kwa sababu anapata elimu ya darasani. Anajua siku moja nitafanya mtihani na nitafaulu. Anasoma. Wewe unasoma wapi? Lazima tuwe na mahali pa kurejelea. Tumshike sana elimu, wala usimwache aende zake. Endelea kidogo hapo basi. Mshike, maana yeye ni uzima wako. Usiingie katika njia ya waovu, wala usitembee katika njia ya wabaya. Amina. Haleluya. Watu wa Mungu, huwezi kumtumainia Mungu kama unatembea katika njia ya waovu. Penye njia ya waovu kuna matumaini yao. Kila kitu ambacho tunakiishi chini ya jua kinahitaji mahala pa kujishika. Lakini ukiamua kuondoa tumaini lako kwa Kristo, ukaamua kuingia upande wa pili, utatembea katika njia ya waovu. Waovu, Biblia inasema upande mwingine kwamba waovu wasio haki, wao wameegemeza tumaini lao kwa Mungu wao. Ina maana yuko Mungu ambaye muovu anamtumainia. Muovu anapata, na wewe mwana wa Mungu pia unapata. Lakini wewe unapata kutoka wapi? Na muovu anapata kutoka wapi? Watu wa Mungu, usikubali kumwegemea mtu asiyemjua Kristo. Usikubali kuweka tumaini lako kwa muovu ama kwa mtu aliye muovu. Wala usitafute ushauri wake, wala usitamani kitu chake. Biblia inasema kwamba usitamani mali ya mtu, kwa sababu hujui kwanza ameipataje. Heri uridhike na kile ulicho nacho. Tumaini lako weka kwa Kristo. Kwa sababu kitu cha muovu anajua anavyokipata. Mwingine anakwenda katika ushirikina. Mwingine anakwenda kwenye njia zisizo sahihi. Mwingine anakwenda katika njia za rushwa. Mwingine anakwenda kwenye njia zozote. Muovu ni muovu katika uovu wake. Watu wa Mungu, tumaini letu libaki kuwa kwa Kristo. Haleluya, watu wa Mungu. Nakwenda taratibu ili kila mmoja anielewe ya kwamba unapoelekea katika njia za waovu, Biblia inasema muovu halali hapati usingizi mpaka akamilishe uovu wake. Mwana wa Mungu, huyo ni mtu gani? Muovu. Wewe ni mwana wa Mungu, unalala usingizi? Unalala bila kukamilisha wema wako, bila kukamilisha lilo kusudi la Bwana mbele za uwepo wake? Kinyume chake ndivyo tunavyopaswa tuishi. Muovu halali, hasinzii, hapumziki. Biblia inasema shetani hachoki. Yeye muda wote anatafuta jinsi gani ya kumwangamiza mtu wa Mungu.
Lakini mtu wa Mungu, kaa tafuta jinsi gani nitamwishia Kristo. Jinsi gani mimi, yani kabla ya kulala tafuta ni jinsi gani mimi niweze kumwishia huyu Mungu wangu. Tumaini langu nimesema ni kwa Bwana. Kama tumaini langu ni kwa Bwana, ninafanya nini kudhihirisha kwamba huyu Bwana ndiye tumaini langu? Ninafanya nini kudhihirisha kwamba bila Mungu mimi siwezi kuishi? Unafanya nini ya kwamba bila yeye, yani kuonyesha kwamba yeye ndiye mkuu katika maisha yako? Lazima kuna kitu ufanye. Lazima kuna kitu ufanye, mtu wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba mtu mvivu anasema hivi, bado kulala kidogo, bado kusinzia kidogo. Na ukimwambia ya kwamba hebu tufanye kitu fulani cha kimungu, anakwambia kuna simba kule kwenye njia. Yani ni mtu mwenye sababu. Ana sababu kwa kila kitu kinachohusu mambo ya kimungu. Mimi ni mtumishi wa serikali. Kuna baadhi ya vitu unafanya hata kama upendi. Kuna vitu unafanya hata kama hupendi. Ukiambiwa siku fulani tunakutana kwenye kitu fulani kwa ajili ya jambo fulani la kiserikali, utapatikana. Yani unaumwa, hujisikii vizuri, hutaki, lakini utafanya. Ni nini? Kiongozi wako ajua amesema. Huyo ni mwanadamu. Namzungumzia mwanadamu mwenye damu na nyama kama ya kwako. Unafanya na unatia agizo lake. Lakini watu wa Mungu tukisema kesho maombi, tutakutana hapa saa 12 au saa 11. Jamani, tuje tukutane tuombe hata nusu saa. Sababu zitakazomiminika zote nzito na zote zina mashiko. Lakini kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu tunampa sababu Mungu ambaye hatumuoni. Tunampa sababu Mungu ambaye hana kitabu cha kusaini ya kwamba umekuja hujaja, ya kwamba hakuna matokeo ya moja kwa moja juu ya yale maamuzi tunayoyafanya. Lakini kumbuka, matokeo ya Mungu ni ya moja kwa moja katika maisha yako, ni vile wewe huoni. Laiti kama Bwana angekufungua macho ya ndani ukaona athari za kimungu ni za papo kwa papo. Na leo hii tutakwenda kumwomba Mungu atufungue macho ya ndani, tukaone kile ambacho Bwana anakusudia katika maisha yetu kwa ajili ya tumaini letu juu ya Bwana. Haleluya. Tutakwenda kumsihi Mungu. Hatuwezi kuishi maisha ya upofu. Maisha ya upofu, utatembea unaona watu kama miti. Kipofu mmoja alifunguliwa macho yake. Akaulizwa unaona nini? Akasema anaona watu kama miti. Huwezi kuona mtu aliyekamilika. Utaona watu hivi, vivuli hivi. Hizo hali za vivuli leo hii lazima ziondoke. Hizo hali za kutokuona kile ambacho tunakitumainia mbele za Bwana lazima ziondoke katika maisha yetu. Mungu wetu ni mwaminifu. Ametupenda mno ajabu. Akatufia, akamleta mwanae Yesu Kristo kudhihirisha penzi lake kwetu. Leo sisi kudhihirisha tu penzi letu kwa Mungu kwa muda mchache ama kwa dakika chache tunaona ni mzigo. Siku zote kufanya kitu chenye upendo kwa mtu usiyempenda huwa ni mzigo. Yani huwa ni mateso. Mtu akwambie usiyempenda, aje akwambia kwamba hebu chukua kitu fulani au nisaidie kitu fulani, au nenda tu kaniletee kitu fulani pale dukani, kwa sababu umpendi. Nitembea hapa mpaka pale dukani, namletea labda maji au namletea Big G au ametaka kitu fulani. Mimi nimechoka kwa kweli. Kwanza jua ni kali kama ni wakati wa jua. Kwa sababu hakuna penzi. Lakini penye penzi, mtu akwambia hebu toka hapa kaniletee kitu fulani la Uliondo, mtu wa Mungu, utatoka kwa miguu, tena kwa haraka na kwa wepesi na kwa amani na furaha. Kwa nini? Kwa sababu unampenda. Mtu wa Mungu, nikwambie tu jambo moja, ya kwamba ili tuweze kuliweka tumaini letu kwa Kristo ama tumaini letu kwa Bwana, lazima penzi la dhati liachiliwe kwetu juu ya huyu Bwana. Nitasema hapo baadaye. Pastor, tuendelee. Mtumishi, tusome, tumalizie. Pale ulipoishia, endelee. Saba. Maana wao hula mkate wa uovu, nao hunywa divai ya jeuri, bali njia ya wenye haki
ni kama nuru ing'aayo, ikizidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Njia ya waovu ni kama giza, hawajui ni kitu gani kikwazacho. Mwanangu, sikiliza maneno yangu, tega sikio lako usikize kauli zangu. Zisiondoke machoni pako, uzihifadhi ndani ya moyo wako, maana ni uhai kwa wale wazipatao na afya ya mwili wao wote. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokazo chemichemi za uzima. Kinywa cha ukaidi ukitenge nawe, na midomo ya upotovu iweke mbali nawe. Macho yako yatazama mbele, na kope zako zitazama mbele yako sawa sawa. Ulisawazishe pito la mguu wako, na njia zako zote zidhibitike. Amen. Haleluya, watu wa Mungu. Neno la Bwana linaendelea kusema na maisha yetu. Nimetangulia kusema ya kwamba usimuache elimu aende zake. Watu wa huku duniani wanakuambia elimu haina mwisho. Elimu ni bahari. Siku moja nikawa natathmini swala zima la bahari. Nikasema kama tunaambiwa elimu ni bahari, mbona basi elimu ina mwisho? Lakini nikaja kugundua kwa nini walisema elimu ni bahari. Ya kwamba ukifika pale baharini, ukatazama hivi upeo wa macho yako, kuna mahala hautaona mwisho wa ile bahari. Kila mtu anapofika kwenye bahari, kwenye kona yake, kuna mahala macho yake yatafika mwisho. Wanakuambia elimu ni bahari. Yaani ya kwamba hakuna kitu kitakachokupelekea ufike mahala ukaona mwisho wa ile bahari. Lakini elimu haina mwisho. Ni kweli kabisa, elimu haina mwisho. Ishi utakavyoishi. Utasema mimi nasoma, mimi sitaki, nitaishia la 7. Nimemaliza. Naenda kuanza maisha yangu, sawa. Lakini kumbuka elimu haina mwisho. Unaenda kuanza maisha yako, umeishia la ngapi? La 7. Pale kwenye yale maisha utakapofika utaanza darasa jipya, ambalo litakupeleka mwanzo mwisho mpaka siku unaingia kaburini. Kila siku utajifunza kitu kipya. Utasema naingia kwenye ndoa, mimi sitaki stress za shule, sijui hesabu, magazi juto, kugawanya. Sawa, umekimbia magazi juto. Uko na mume, maisha mapya yameanza. Darasa jipya. Umsome mtoto wa mtu ambaye amelelewa huko na wewe umelelewa huko, mkutane pamoja, mfike mahali mwe kitu kimoja. Kila siku mtapishana, kila siku mtapatana. Kwa nini mnapishana? Kwa sababu ni darasa. Elimu. Leo umejifunza, umemjua mume wako hapendi chumvi nyingi. Kesho umejua habari za chumvi nyingi, umejua hapendi mafuta. Umejua mafuta, kesho umekuja darasa jipya, hapendi nguo yenye panga. Kila siku utajifunza. Mara hapendi uongee sana. Mwingine hapendi hivyo. Darasa lipo kila siku, utajifunza kila siku, utake usitake. Haleluya. Watu wa Mungu, tuendelee kujifunza. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba mshike sana elimu wala usimwache aende zake. Unamwachaje elimu aende zake na wakati unaishi chini ya jua? Na bado unahitaji kumtumainia Kristo. Huyo unayemtumainia lazima umjue. Huwezi kumtumaini mtu usiyemjua. Huwezi kumtegemea mtu usiyemjua. Tumaini lako lazima uliweke kwa Kristo, lakini ili uliweke lazima umjue Kristo ni nani. Lazima ujue yeye anataka nini, anapenda nini. Na ndio maana mifano mingi ya Kristo alikuwa ameifananisha na kanisa, amelifananisha na bibi harusi. Kwa sababu katika mahusiano ya kindoa ni mahusiano ambayo yanabeba agano. Ni mahusiano ambayo huwezi kujitenga nayo. Sawa, ziko ndoa aina tofauti. Kuna za kimila, za kiimani ambazo zinahusisha labda mke mmoja, wawili, watatu na kadhalika. Lakini ndoa inayozungumziwa hapa ni ndoa ya mke mmoja. Haleluya. Ndoa ya kimaagano. Ndoa ambayo huwezi kuchanganya. Ingawa siku hizi unakuta mpaka wa Kristo anadiriki kuongea na kwambia kweli japo sisi ni wa Kristo lakini mke mmoja hatoshi. Nazungumzia wa Kristo hao. Biblia ikasema kwamba wataibuka manabii wa uongo. Yaani kuna watu wanaongea vitu mpaka unajiuliza huyu ameokoka au ndio anamalizia kuongea maneno ya mwisho ili aokoke kesho. Watu wa Mungu, tumefananishwa na mabibi harusi. Bibi harusi ni mtu ambaye ana utayari
wa kwenda kuingia katika maisha ya ndoa yake na mume wake na upendo wake mpya. Katika mahusiano yako aina tofauti. Yapo ya kifamilia, yapo ya kijamii, yapo ya kindoa, yapo ya nini, hivyo, ya kikazi. Sasa mahusiano yetu siku hizi yanataka kwenda kuwa kama mahusiano ya kikazi. Mimi nampenda bosi wangu kwa sababu atanisimamia katika haki zangu za kazi. Atafika mahala siku moja akishathibitisha utendaji wangu wa kazi, mwisho wa siku nitapata malipo. Kwa hiyo nampenda bosi. Nampenda mkurugenzi. Nampenda sijui afisa elimu. Nampenda sijui nani. Lakini nje ya kazi mimi hatuna mahusiano naye. Au ni mahusiano ya kikazi. Nje ya kazi sina mahusiano naye. Na mahusiano ya kikazi, rudi kwenye shughuli yote unazozifanya. Iwe ni biashara, iwe ni kazi sijui za ujenzi, iwe ni kazi za ofisini, kazi za biashara, chochote. Mahusiano ya kikazi yalivyo. Tutapatana kwa kitambo. Mahusiano ya kikazi ni sana mahusiano ya kiwanafunzi. Hebu kumbuka wale waliosoma nao shule ya msingi. Mkaenda wengine mkaenda paka sekondari. Mkaenda paka vyuo. Hivi wale wote darasa zima la watoto 60 sijui 100, wale wote ni marafiki zako? Na wengine hata mjuani. Shule ilipoisha tu pap, mahusiano yakaishia pale. Ukaenda sekondari, ilipoisha tu yakaishia pale. Unless ulipata rafiki mmoja ambaye mkatoka naye mkaenda mpaka mkajenga. Kuna wengine unajua urafiki unakwenda unakuwa kama undugu Sasa hao sio wengi. Hauwezi kujenga kundi kubwa la marafiki. Na Biblia inasema ajitengenezee marafiki wengi, atafuta ni kwa uangamivu wake. Kwa hiyo kama ukijiona una kundi kubwa la marafiki, jiulize mara mbili, kwa nini nina watu wengi wanaonizunguka? Afu eti wote ni marafiki zangu? Tutakuwa na maswali. Haleluya. Katika hayo mahusiano ya kikazi nazungumzia, ndipo watu wengi tunapojikita kwa Kristo wetu katika mahusiano ya kikazi. Tunasahau Bwana ametufananishia mahusiano yetu kama mahusiano ya maharusi, ya wanandoa, yale mahusiano yasiyovunjika, mahusiano yanayodumu. Lazima tubadili mtazamo juu ya mahusiano yetu na Kristo. Tuna nia kumtumainia Bwana. Hakuna mwanaume atakayetoka ama mwanamke atakayetoka aseme ya kwamba mimi ninakwenda kupanga mpango mkakati na mke wa jirani yangu pale, nyumba ya jirani pale. Au mwanamke akatoka akasema mimi naenda kwa mume wa jirani pale, tunapanga mipango yetu. Tunataka tuanze biashara. Niko na mke wa jirani. Niko na mume wa jirani. Are you serious? Uko sawa sawa? Mipango yote mtapanga mke na mume. Mnaanzisha biashara mke na mume. Mnalea watoto mke na mume. Mnapanga budget sijui. Uwezi kumwambia sasa baba fulani nyumba ya jirani. Hebu ukitoka pitia sokoni ninunulie nyanya na kitunguu niletee. Wewe, kwani huna mke? Huna mume? Fanya vya kwako ndani ya nyumba yako. Ndivyo ilivyo. Sisi ni wana wa Mungu. Mume wetu Yesu. Mahusiano yetu tumejenga na Yesu. Yeye amesema mimi ndiye mume wa wote. Yeye ndio mume wetu wote. Sisi sio mabibi harusi jamani. Sisi wote haijalishi saizi hapa kuna suruali, kuna sketi, lakini mbele za Bwana wote ni kitu hiki kimoja. Mabibi harusi wa Yesu. Mume wetu Yesu. Shida zetu tunampelekea yeye. Tumaini letu lote liko kwa Bwana. Kwa nini tupeleke tumaini kwa mume wa jirani na mke wa jirani? Wakati wa kwetu yupo. Tutasema na Bwana wetu, tutaongea na Bwana wetu, shida zetu tutampa huyu wa kwetu. Mimi sina mume mwingine zaidi ya Kristo. Tumaini langu liko kwake. Nimeamua kumimina moyo wangu kwake. Tumaini langu litabaki kwake. Haleluya. Watu wa Mungu, ni mafunuo zaidi. Tuko kimafunuo zaidi ya kwamba tunamwangalia Kristo kama mume. Mume ni ishara ya kichwa. Kichwa ndio chenye sei ya kila kitu. Kinasema kila kitu. Chenye maamuzi ya mwisho kwenye kila kitu. Kama Kristo akifanyika mwenye maamuzi ya mwisho juu ya maisha yetu, hakuna kitakachosimama kinyume na sisi. Tunaye Bwana, tunalo tumaini. Haleluya watu wa Mungu. Lakini mahusiano yanajengwa. Mahusiano yanajengwa. Na inahitajika juhudi ya hali ya juu kujenga mahusiano haya. Watu wa Mungu, usione ndoa unazoziona wewe, unazozijua wewe, ukaziona zimesimama, ukaitamani ndoa ya mtu X.
ukasema na mimi ndoa yangu itakuwa kama ya fulani, na mimi ndoa yangu itakuwa nzuri. Mtu wa Mungu, zile ndoa zinajengwa. Maisha ya ndoa yanatengenezwa. Lakini ndani ya kutengeneza inahitajika juhudi, jitihada ya ziada ili kujenga yale mahusiano ya kindoa yaliyopo. Ndoa isiyo na mahusiano ya mwingiliano wa mara kwa mara huwa inatetereka. Na yeyote anaweza kusema chochote juu ya hiyo ndoa. Lakini ndoa yenye msimamo uliojengwa kwa pamoja, ukaimarishwa kwa pamoja na Kristo akiwa katikati yao, ile ndoa huwa inasimama. Ndivyo ilivyo kwa sisi wana wa Mungu. Watu wa Mungu, usitoke nje ya mstari. Nazungumzia tumaini kwa Kristo. Haleluya. Nazungumzia tumaini kwa Kristo. Kama jinsi ndoa inavyojengwa, ndivyo nasi tunapaswa tujenge mahusiano yetu na Kristo. Yanajengwa, yanaimarishwa kwa jitihada, na kuna wakati utalazimika kujitoa. Kuna wakati mwanamume anaweza akarudi nyumbani, mama umeshaweza kupika, umefanya kila kitu, umeweka hapo, umetenga. Baba anakuambia, yani sijisikii kabisa kula ugali jamani. Unaweza kunipikia kawali kidogo. Hiyo si gharama? Watu wa Mungu, sio gharama hiyo. Ulishapika umemaliza, afu mwanamume anakuambia sijisikii kula ugali, nataka nini? Wali. Anakuambia nimenyea mihogo au nipe chips. Utaingia gharama. Utaanza kumenya, utachambua mchele, utapika, unapika unaweka hapo. Unalipa gharama. Lakini hulipi gharama kwa hasara, kwa sababu kuna nini katikati? Penzi. Kuna upendo, si ndio? Nje ya upendo utafanya. Nje ya upendo tena umekaa pale unabadilisha chana, bwana we chakula kiko pale kwenye utipoti, nimeshapika, nimeshaivisha, ukiamua kula utakiacha. Hapo penzi limeshaanza kuchuja. Lakini sisi wana wa Mungu, penzi letu tunatakiwa lichuje mbele za Bwana. Kwa nini lichuje? Neno linakuijia ndani yako. Umetoka kanisani, unafika mahali unasema nasikia mzigo ndani yangu, najisikia kuomba. Ingia ndani, ingia chumba cha ndani. Mtumishi wa Mungu hapa alisimama akasema ya kwamba kuna watu uvimba vyao vimefungwa muda wote, tena na makufuli. Unafungaje chumba chako cha ndani? Chumba cha ndani ni moyo wako. Hebu sikiliza sauti ya ndani inayotaka kujenga na kuimarisha mahusiano yako na Mungu. Ukijisikia kuomba, mtu wa Mungu, haijalishi uko wapi, unafanya nini, ingia kwenye chumba chako cha ndani, jimimine. Huwezi kujua ya kwamba pale wakati unajimimina mbele za Bwana, Mungu alikuwa anataka kusema nini na wewe, au Bwana alitaka kuepushe na nini. Kuna nyakati tunapishana na miujiza yetu, tunapishana na baraka zetu, tunapishana hata na mpenyo wetu kwa sababu tu hatuisikilizi sauti ya Mungu. Kubali kulipa gharama. Umelala usiku, katikati ya usiku unaamshwa. Sijui kama inawatokea hicho kitu. Katikati ya usiku na umelala, senge umechelewa, majukumu ni mengi. Lakini usiku mkubwa labda saa 8, saa 9 unaamshwa. Unaambiwa amka uombe. Au unaambiwa tu amka. Au hata huambiwi. Unajikuta tu usingizi umekata. Usingizi ukikata unafanya nini? Unaamka unasema kwa sababu nilikuwa na nguo nimeliweka, ngoja nikafue saa 8 za usiku. Au unasema kwa sababu nina kazi zangu za kazini, ngoja niamke nianze kuandika. Au na masomo yangu ya shule nianze kusoma. Anza na Bwana. Yawezekana ukafanya hayo yote hapo baadaye. Lakini katika masaa ambayo umeamshwa, unaona basa haya sio masaa yangu ya kawaida, ujue Bwana anataka kusema na wewe. Sema na Mungu wako. Kipo kitu ambacho utapenya. Kuna mahala utavuka. Mtu wa Mungu, iko siri kubwa sana katika maombi. Iko siri kubwa sana katika kujenga mahusiano, katika kujenga ushirika na Mungu. Kama nilivyotangulia kusema kwamba mahusiano yanajengwa. Jenga mahusiano ili uweze kurejesha tumaini kwa yule uliyejenga naye mahusiano. Kama vile mke mume, kama vile mtoto kwa mzazi anavyomwamini mzazi wake, anaweza akasema chochote vyovyote kwa sababu anajua mama yangu, baba yangu ananisikiliza. Nikisema ananisikia. Lakini anasikia kwa sababu kuna mahusiano. Nje ya mahusiano hakuna kusikia. Nje ya mahusiano utapata kile kilicho cha kawaida. Haleluya, watu wa Mungu. Katika Zaburi 115 mstari wa 1, Biblia inasema, Bwana, kutukuza usitutukuze sisi, bali ulitukuze jina lako kwa ajili ya fadhili zako, kwa ajili ya uaminifu wako. Haleluya. Ina maana kuna wakati lazima tusimame katika hali ya kujinyenyekeza.
katika hali ya kujishusha. Mtumishi wa Mungu Daudi alifika mahali akasema kwamba Bwana, usitutukuze sisi, litukuze jina lako. Ina maana jina la Bwana katika kile ambacho atakutendea, jina la Bwana litainuliwa. Kuna mahala lazima usimame, ama kuna wakati lazima uishi maisha ambayo jina la Bwana linatukuzwa kwa ajili yako. Kuna aina fulani ya maisha ambayo lazima tuyaishi, jina la Bwana litukuzwe katika hilo. Haleluya. Jina la Bwana kutukuzwa kwa ajili yako ni pale ambapo utarejesha tumaini lako kwake juu ya kila unachokifanya, juu ya mpango mkakati wote ulionao, ukamwamini Kristo, ukamwamini Mungu katika kile kigumu ama chepesi, haijalishi kina uzito wa namna gani. Usimwamini Mungu katika mambo madogo tu. Muamini Mungu hata katika mambo makubwa. Na hata yale ambayo unaona kabisa kwamba haya kwa jinsi ya kibinadamu hayawezekani, muamini Kristo. Mungu ni mwaminifu. Ukimwamini yeye anafanya. Mimi wanapenda kutoa mfano ya maisha yangu. Kwa sababu nikitoa mifano ya mzungu aliyeko Marekani utasema kwamba yule ni mzungu. Lakini nikitoa mifano ya maisha yangu, niko hapa unaniona. Kuna wakati niliwahi kupita katika hali ambayo nikakosa tumaini kabisa. Kama mwanadamu nikakata tamaa. Ingawa Biblia inasema usikate tamaa. Lakini niliwahi kufika mahala pa kukata tamaa kama mwanadamu. Pa kuvunjika moyo. Pa kuona ya kwamba sina tena tumaini, sina tena mpenyo. Ya kwamba haiwezekani tena. Niliwahi kupitia changamoto ya kiafya. Na kama mnavyojua, sisi wanadamu huwa tunaamini sana neno la daktari kuliko neno la Mungu alilolisema juu ya maisha yako. Neno la Bwana linasema ya kwamba kwa kupigwa kwake wewe umepona. Ya kwamba aliutoa udhaifu wako, akachukua na magonjwa yako yote. Akafanyika mkogo. Yaani yeye akaonekana si kitu ili tu wewe uweze kupona. Lakini unaona kwamba hili ni neno tu, ya kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sasa naponaje? Unaanza kuwa na maswali, naponaje? Lakini daktari akisema ya kwamba wewe katika tatizo hili ulilonalo hapa hakuna tena mpenyo. Au akikwambia, daktari anaongea, ni mwanadamu huyo, akisema kwamba wewe katika tatizo hili ulilonalo suluhisho lake ni operation. Ukifanyia operation unapona. Na kweli unaweza ukaenda kwenye changamoto zote ukafanyia operation ukapona na hivyo. Kwa sababu daktari alisema kweli nimepona. Umeamini neno la daktari kuliko neno la Mungu. Sasa iliwahi kufika wakati fulani nilipata changamoto ya mguu. Nikaa siwezi kutembea. Imeenda kwa muda mrefu. Ikaenda. Nilitumia dawa kwa miaka 14 na meza dawa tarehe 1 mpaka 30 Januari mpaka Disemba. Miaka 14. Mpaka ikafika mahali mguu wangu, hapa nimevaa tu nguo ndefu. Wewe nikivaa nguo fupi nikague. Mguu wangu ukabadilika kabisa ukawa mweusi. Sawa, ni alama imebaki. Lakini uponyaji wa Kristo baada ya kurudisha tumaini langu kwake niliuona. Mwanadamu akasema ya kwamba wewe huu mguu hutavaa kiatu na usivae kiatu. Kuna kuvaa kiatu. Uvae kiatu jamii ya kanda mbili. Basi. Umevaa sana raba. Vaa tu raba hivyo, kanda mbili raba, kanda mbili raba, kanda mbili raba. Nikamwambia Mungu, hivi mimi ni mtumishi wako. Kwani nasimama madhabahuni nimevaa kanda mbili? Nimevaa raba na gauni langu refu. Nikamwambia Bwana hapana. Nikarudi magotini. Watu wa Mungu, hivi vitu ni halisi. Ukisema kwa imani, ndio maana nikatangulia kusema kwamba tumaini linakwenda na imani. Nikarudi magotini, nikamwambia Bwana sina tumaini jingine. Sina msaada mwingine. Wewe ndiwe tumaini langu. Na ikafika mahali kweli nikawa na maumivu makali. Yaani kisubutu kuvaa hata kiatu tu cha kawaida. Maumivu nitakayotoka nayo hapo siwezi kueleza. Leo hii namtukuza Bwana. Namshukuru Mungu kwa sababu amenitendea. Na ninakwambia haya ili kwamba uamini ya kwamba Bwana anaweza kutenda. Kama ametenda kwangu na kwako pia atatenda. Haleluya. Haleluya. Baada ya kuzama kwa Bwana, nikarudi nikasimama katika maandiko. Nikamwambia Bwana,
Neno lako limesema ya kwamba amelaaniwa yeye amtumainie mwanadamu na kumfanya yeye kuwa kinga yake. Mimi niliamini katika madaktari, niliamini kwa mwanadamu, niliamini katika madawa ya kwamba mimi bila hizi dawa siwezi kupona wala kusurvive. Lakini nje yako yule ni mwanadamu. Nikamwambia Bwana, kuanzia sasa nabadili mtazamo. Tangu sasa ninabadili mtazamo. Bwana Yesu, nageuka na kurudia wewe na kutumainia wewe. Kama kulikuwa na jambo lolote lile nimefanya kinyume na mapenzi yako, Bwana nirehemu. Unajua vitu vingine unaweza ukajihesabia haki sana. Ni kweli sisi ni wenye haki kwa sababu Bwana alishatusamehe. Mimi napenda ile fundisho la neema. Mtumishi wa Mungu amekuwa akilifundisha sana. Ni kweli kabisa, ni fundisho halisi. Umesamehewa leo, umesamehewa ya kesho, ulisamehewa ya jana. Lakini kuna mahala tunasahau ya kwamba kuna maisha huwa tunaishi. Leo yako umeishije? Umeimalizaje leo yako? Ama jana yako uliimalizaje? Unataka kuniambia kwamba ulikuwa safi kwa mawazo, kwa maneno na kwa matendo na kwa kila kitu unachokifanya? Mwanadamu uliye chini ya jua, hata kukasirika hujai kukasirika. Usizungumzie dhambi kubwa. Hujai hata kumchukia ndugu yako kwa namna moja ama nyingine. Hujai hata kuwa na hasira. Hujai hata kuacha kumwombea adui yako. Hujai hata kuacha kumwombea jirani yako. Zote hizo ni dhambi, mtu wa Mungu. Tunamkosea Mungu kwa mengi. Ndio maana lazima tujifunze kujitakasa. Tujitakase tu. Inawezekana hata uliwaza tu, hujatenda, hujanena, hujasema, lakini ndani ya moyo wako, ndani ya kibao cha moyo wako unajua unawaza nini. Hata sasa hapo ulipokaa unajua unawaza nini. Kuna wakati unajikuta tu umeshawaza kwa upumbavu. Umemkosea Mungu. Rudi. Mwambie Bwana nisamehe. Katika hili nimewaza upumbavu, Bwana nisamehe. Daudi akasema, Bwana naomba uweke mngojezi katika kinywa changu. Yaani maana kabla hujasema neno, kuwe na mngojezi hapa, Roho Mtakatifu amekaa. Usije ukajikuta umesema yasiyofaa. Lakini pia kasema ya kwamba linda moyo wako, tumetoka kusoma hapa, kuliko chochote, kuliko yoyote uyalindawe. Ndani ya moyo wa mtu kuna siri kubwa. Ndani ya moyo wa mtu ndipo penye uovu wote. Ndani ya moyo wa mtu ndipo penye uzuri wote. Hujatenda jambo baya nje ya moyo wako. Hujatenda jambo zuri nje ya moyo wako. Kila kitu kinaanzia ndani ya moyo. Hata ukifikiria kufanya kile kilicho bora cha maisha yako kinaanzia moyoni. Haleluya. Ndivyo ilivyo. Baada ya kumsihi Mungu na kuweka tumaini lote. Unajua unapoweka tumaini lote kwa Bwana, ondoa, futa katika kile kibao cha moyo wako, hakikisha kimebakia kuwa safi. Swala la tumaini linahitaji moyo ulio safi. Achilia, funga kila milango. Kuna wakati tunajizuilia mipenyo ya uponyaji wetu, baraka zetu, kwa sababu tumefungua milango. Kila mlango unafungua. Wewe mlango wa jikoni umefunguka, wa sebleni umefunguka, milango yote imefunguka. Mtu wa Mungu, mwisho wa usiku utaruhusu wanyang'anyi kuingia ndani ya nyumba. Kuna wakati lazima milango ifungwe. Funga kila mlango unaozuia baraka zako. Uwe ni mlango wa uchungu, mlango wa kushikilia chochote, mlango sijui wa kitu gani, mlango wa hasira. Funga hiyo milango. Usiruhusu, kwa sababu utazuia mpenyo wako. Haleluya, watu wa Mungu. Baada ya kukaa na kujitathmini, nikamwambia Bwana nichunguze. Kama iko njia yoyote iletayo majuto ndani yangu, naomba uiondoe. Nirehemu mimi mwana wako. Nimekuja kwako, nikajimimina. Nikafika mahala nikaona moyo wangu umebakia kuwa safi. Nikamwambia Bwana, sasa husika na mimi. Liko jambo nataka Bwana uhusike na mimi. Watu wa Mungu, leo hii nimevaa kiatu. Yaani ninao ushuhuda, nimevaa kiatu, tena kiatu. Maneno ya daktari hayajasimama kwenye mguu wangu. Leo hii ninavaa kiatu cha aina yoyote bila maumivu. Bila maumivu. Hii sasa nimezungumzia kitu kimoja cha mguu na kiatu. Una vingapi ambavyo unahitaji kusema na Mungu wako? Watu wa Mungu, Mungu si dhalimu. Mungu si dhalimu. Hebu tumtumainie Bwana. Rudisha tumaini lako kwa Bwana. Acha kutumainia njia za wanadamu. Njia za wanadamu zinakupeleka kwenye upotoe. Zinakupeleka kwenye upotovu. Turudisha tumaini letu kwa Kristo.
utamwona Mungu akifanya mchana kweupe. Utaona yale ambayo wanadamu walisema juu yako kwamba hayawezekani, yanawezekana moja baada ya jingine. Kila jambo mbele za Bwana linawezekana, mradi tu liwe ni jambo ambalo ni sahihi mbele za Bwana, mradi lisiwe jambo ambalo linakutoa nje ya mstari wa kimungu. Haleluya, watu wa Mungu. Leo hii nataka ubadili mtazamo wako mbele za Bwana. Inawezekana uliwahi kutumainia wanadamu, inawezekana uliwahi kuweka tumaini lako kwa mwanadamu yoyote, taja jina lolote, mradi ni mwanadamu, ukaweka tumaini lake kwake, ya kwamba mimi bila huyu siwezi, bila huyu siwezi kufanya hivi, bila huyu siwezi kwenda. Mwana wa Mungu, tangu sasa ninaifuta hiyo katika ulimwengu wa roho, na wewe ninakutamkia ya kwamba ukaifute katika ulimwengu wa roho, ya kwamba hakuna mwanadamu atakayesimama kuwa tumaini lako, ya kwamba hakuna kiumbe chochote kitakachosimama kuwa tumaini lako, kwa sababu tumaini lako unalopeleka kwa Kristo, majibu yaliyo sahihi yapo. Tangu sasa, mtu wa Mungu, ninakusihi kwa jina la Bwana, turejeshe tumaini letu kwa Kristo. Hata katika kazi ya mahali hapa, tunapoendelea kusimama, ninamwamini Mungu. Mimi huwa namwamini sana Mungu, kwa sababu amenitendea mengi. Na nasema niko kama Daudi, ya kwamba Bwana umenipa kuishi. Sababu ya mimi kuishi ni ili nisimulie matendo makuu ambayo Bwana umeyatenda. Yaani huwa naamini kabisa kwamba Bwana umenipa sababu ya kuishi, amekupa sababu ya kuishi ili usimulie kile ambacho Bwana amekitenda katika maisha yako. Hauishi tu kwa sababu unaishi, hauishi tu kwa sababu wewe una afya nzuri. Wapo wenye afya nzuri walilala wazima, wakaamka pumzi imeondoka. Wewe ni nani? Mimi ni nani? Tunaishi kwa sababu, haleluya, tunaishi kwa kusudi. Lile ombi la kwamba Bwana mimi ni mdudu tu, wewe sio mdudu. Wewe ni mwanadamu ambaye unaishi kwa kusudi. Haleluya, watu wa Mungu. Basi baada ya kusema hayo, naomba tusimame. Kwa leo tutaishia hapa.